Shesep Chap. Mimi daima natoka Mimi naitwa Saibu Muhammad Bakari, natoka Mtwara mjini. Naitwa Yusuf Yahya Saleh. Jinsi ulimwengu ulivyojaa, jinsi ulimwengu unavyohangaika, unavyolia. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa Mwenyezi Mungu wa rehema. Ya Rabbi, namshukuru kwa neema yake hii aliyonijalia leo kufika hapa katika siku ya Arafa. Alhamdulillah, hapa niko katika mlima wa Arafa ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mola atupe afya zilizojema, tuiombee taasisi yetu, tuiombee taasisi ya iTravel pamoja na viongozi wake. Mola awahifadhi pamoja na mahujaji wote. Ni ibada ya hija kwa mwaka huu wa 2025 chini ya usimamizi wa taasisi ya Travel Hajj and Umrah. Kundi la kwanza la mahujaji 25 wa taasisi ya iTravel Hajj and Umrah kutokea Zanzibar liliondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume tarehe 27 usiku wa saa 9 na ndege ya Saudia. Kundi hilo likiongozwa na viongozi Sheikh Taha Suleiman Bane, Maalim Sabri, wakiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Karume, huku wakiwa na furaha kubwa kabla ya safari ya mahujaji hao. Walikuwa na haya ya kusema. Mpenzi mtazamaji, ni tarehe 26 mwezi huu wa 5 mwaka wa 2025. Ni mahujaji ya taasisi ya iTravel Hajj and Umrah ambao wako katika uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume. Viongozi wa iTravel upande wa Zanzibar, naona kina mama, asalamu alaykum. Mko salama? Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Jina langu Asha Juma Bakari, ni msafiri Hajjat. Tunasubiri usafiri hapa, tuko tuna furaha. Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu. Tuko na iTravel. Unaona iTravel wazuri, lakini unaona tunajifurahi, tunajivunia manake na iTravel. Mungu azidishe ikuwe manake zaidi kwa safari. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Saleh Yusuf Musa, ni msafiri wa taasisi hii ya iTravel Hajj and Umrah. Tupo katika matayarisho hapa ya kuelekea katika mji mtukufu inshallah, na mahujaji hapa wengi ambao tumekusanyika tukijiandaa kwa ajili ya safari hiyo alhamdulillah. Na taasisi hii kwa kweli mashaallah iko vizuri. Tunawakaribisha na wale ambao wanahitaji kwenda kufanya ibada hii, kwa hiyo wasogee inshallah apate huduma katika taasisi hii. Mashaallah iko vizuri na anajitahidi alhamdulillah. Kwa hiyo wasiwe na hofu, wajitokeze kwa sababu hii ibada ni lazima kwa kila Muislamu ambaye mwenye uwezo anatakiwa akatekeleze ibada hii, na asisubiri umri ambao mpaka utakuwa tena anakuwa katika hali ya uzee. Anachotakiwa akatekeleze ibada hali ya kuwa bado kijana kabisa.
la pili la mahujaji wa taasisi ya iTravel Hajj and Umrah liliondoka katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere terminal ya pili siku ya Jumatano tarehe 28 saa 2 za usiku. Kabla yake, ndugu pamoja na jamaa wageni mbalimbali walijitokeza katika kuaga mahujaji hao. Kama kawaida basi tunaendelea kuzungumza na baadhi ya mahujaji na mahajjat ambao wamejaliwa safari kuelekea katika mji mtukufu kabisa duniani wa Makkah al-Mukarram. Mamangu, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya leo? Alhamdulillah. Bila shaka uko airport hapa Mwalimu Nyerere, unajiandaa kwa safari. Mwaka wangapi huu? Kujiandaa? Toka nimepata akili zangu miaka 20 labda najiandaa. Alhamdulillah nimefanikiwa mwaka huu na mimi nimekuwa miongoni walioitwa naenda kuitikia wito wa Allah. Angalia nia ya mama, ni miaka 20 anajiandaa, miaka 20 anajiandaa kwa ajili ya wito huu kuelekea katika Makkah al-Mukarram. Allah, jina lako nani? Naila Said. Naila Said, wewe ni mkazi wa wapi Dar es Salaam? Upanga. Upanga, Tanzania, mjini kabisa. Dar es Salaam. Ni safari yako ya kwanza hii nishaenda umra, hii naenda haji ndo mara ya kwanza. Unakwenda na mumeo mwenyewe tu? Na mume wangu. Mashallah, mashallah. Umeijuaje iTravel? iTravel nimejua kwa watu mashehe walokuepo, wameniambia na watu waliosafiri nao ambao wameshasafiri na iTravel, wanaisifia kwa huduma zao na watu wengi walitupendekeza na sisi tusafiri nao. Alhamdulillah, na sisi mpaka sasa hivi hatuna kibaya cha kusema. Kwa hiyo labda mipango Mwenyezi Mungu, lakini ya kibinadamu wamejitahidi. Alhamdulillah na asante sana. Neno gani unasema juu ya mume wako pia kwa kushiriki na wewe kusafiri pamoja katika hili? Nimefurahi sana, nampenda sana, hata yani unajua unaweza kaolewa na mume wako asitake kufanya unachokitaka wewe, lakini alhamdulillah mume wangu na yeye pia tulikuwa tuna nia moja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kubali nia zetu. Alhamdulillah, alhamdulillah, na nashukuru kila kitu. Namshukuru kila kitu Mwenyezi Mungu. Sina cha kusema sema zaidi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ndo mjuaji yote. Baba, unayeozesha basi jaribu kuozesha wanamume ambao watakuwa sambamba nyoyo zao na wake zao, hasa katika mambo ya dini. Jamaa anasafiri na mke wake kuelekea haji. Mke kama ulivyosikia kwanza katangaza mahaba kumpenda zaidi mume wake. Jamani, hakuna safari bora, safari nzuri kama hii. Mashallah, siwezi kusema kitu. Moyo wangu unaumia. Nami Mungu anipe nafasi nisafiri mwakani na wake zangu inshallah. Naam. Dada, nakushukuru sana. Dada Naila, shukrani sana. Asante sana. Mmeko iko wapi sasa? Ile pale. Mwamba huyu hapa. Atuongee na mwamba bwana, tuongee na mwamba. Mwamba, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari za leo baba? Asalamu. Kwanza hongera sana. Asante sana. Nimesikia neno zuri kutoka kwa mkeo, limenivutia moyo. Natamani mwakani pia Mungu anijalie mimi nisafiri na wake zangu. Ujasiri umeutoa wapi wewe? Ni mahaba tu Mahaba tu. Ni safari ngapi kwenda haji? Hii ndo safari yangu ya kwanza. Ya kwanza. Jina lako nani? Ninaitwa Ali Liandama. Ali Liandama. Dar es Salaam ni Upanga ile? No, mimi mkazi wa Kariakoo. Kariakoo. Mwenyezi Mungu ajalie kila safari iwe salama. Amin, amin. Ni raha kule pia ukiwa na mke wako namna hii mnazunguka Al-Kaaba, labbaik Allahumma, si raha shekhe? Mkienda peponi wote peponi. Mashallah. Mimi nikusifu kwamba unampenda mke wako vizuri. Ni kweli kabisa. Asante. Na wahamasisha pia na ndugu zangu mbalimbali ambao umepata kuwa na wake, mapenzi mazuri, mpende mke wako kwa ajili ya Allah pia. Unaenda haji nenda naye, unaenda umra nenda naye. Shukrani sana. Mapacha wa Mtume ambao walikuwa ni miongoni mwa mahujaji wa iTravel mwaka huu walisoma anashid moja nzuri sana wakiwa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Kuna ladha yote mmeandaa kwa ajili ya kwenda ya watu wa haji? Ladha yote nyinyi watu wa Kaswaid, watu wa nashid, nyinyi hamwezi kutunyima raha siku ya leo, siku tukufu kama hii ya safari. Tupe kitu, tupeni kitu kidogo ndugu zangu. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie. Allahumma amin. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie. Allahumma amin. Sweetu liyoyachuma ya Rabbi tughfirie. Amina ya Rabbi. Kwako ya
amin. ulioyachuma ya Rabbi tughfir li. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, basi kama ulivyoisikia nashidi nzuri iliyotulia, iliyotulizana, yenye ladha na naghama iliyopendeza, tunakwenda kusamehewa dhambi zetu katika mji mtukufu wa Maka. Hayo ndio tunayopeleka katika mji mtukufu wa Maka, na nashidi imeandaliwa hivyo hivyo, inahusu mambo hayo hayo. Allah wabariki ndugu zangu, safari iwe nzuri inshallah, tuko pamoja ndugu zangu. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Travel Hajj and Umrah Ahmed Sharif naye alitoa neno kabla ya safari hiyo. Mtazamaji, basi kama ilivyo ada, nataka nizungumze hapa na mkurugenzi kidogo mara moja inshallah, atupe neno zuri siku ya. Asalamu alaykum mkurugenzi. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, huyu ni mkurugenzi wa iTravel Hajj and Umrah, bila shaka ni maarufu kwa sasa, unamfahamu sana. Mimi nina mawili matatu kuzungumza naye. Shekhe, kwanza niambie safari hii ikoje, au mmejiandaa vipi na mahujaji kuhakikisha kwamba wanafanya ibada vizuri katika mwaka huu inshallah? Alhamdulillah rabbil alamin. Safari yetu imeandaliwa vizuri. Ndiyo. Kama miaka yote tunavyoandaa. Tuko karibu na misikiti. Ndiyo. Kwa hiyo mahujaji wetu watakwenda salama. Ndiyo. Watarudi salama na kila kitu kiko sawa. Okay. Hakuna mapungufu mpaka sasa hivi alhamdulillah. Nimeona safari hii mmeboresha zaidi upande wa vibebesheo. Nini siri yake? Siri ni kumrahisishia mahujaji ili asipate tabu, asiende kununua begi. Sisi tunampa seti kamili, akienda na kwenda na seti kamili moja kwa moja yenye kila kitu ndani. Safari hii imepata mahujaji wangapi katika safari hii? Safari hii tuna mahujaji 67, 22 wametokea visiwani na wenzetu washaondoka alhamdulillah, na leo tunawasafirisha 45. Inshallah watakuwa wamekamilika 67. Mwakani umejipangaje labda? Mwakani inshallah tunatarajia mahujaji 100, 110 kwenda mbele. Takbir. Allah. Huyu ni mkurugenzi basi wa iTravel Hajj and Umrah Ahmed Sharif, maarufu sana. Lakini mtazamaji, wewe unataka kujua majina yako kamili, mimi nafanya shortcut tu. Mwingine anataka kujua zaidi mkurugenzi inshallah. Mimi naitwa Ahmed Alawi Ahmed Al-Aidarus Sharifu. Sharifu mwisho. Mungu akulipe kila la kheri. Amin amin. Allahumma labbaik labbaik la sharika Katika kuhakikisha mahujaji wake wanaifahamu na kuijua ibada ya hija, taasisi ya iTravel Hajj and Umrah yenye makao makuu mtaa wa Livingstone na Pemba ilianza semina ya hija wiki 6 kabla ya safari ya hija, huku masomo zaidi ya 15 yaliendeshwa na mashekhe Taha Suleiman Bane, Sheikh Yusuf Machelenga na Juma Kijepa pamoja na wengine. Muzdalifa eneo pekee ambalo lina makorokoro mengi sana, kwa maana mawe yako mengi sana, changarawe nyingi mno, na ndio maana utakuta hata waandishi wa vitabu wanapendekeza mtu hapa aokote mawe, kwa sababu ibada iliyo mbele yetu kuanzia mwezi 10 na kuendelea itakuwa tuna ibada ya kupiga mawe kwenye vikuta maalum kule Mina. Na kwa mawe unaweza kuyapata sababu ni ardhi, lakini hapa kama vile unaona Mtwara na korosho hapa Muzdalifa. Sasa mtu atakuwa na hiari kuokota mawe atakayatumia kwa siku zote ambazo atakuwa Mina, au ataokota machache tu kwa ajili ya kesho mwezi 10, sababu kesho yake mwezi 10 ibada ya kupiga mawe itaanza kule Mina. Tutapiga sehemu moja mawe 7, lazima ikubaliwe. Sasa Arafa ni siku ya kumtaja sana Mwenyezi Mungu, kuomba dua. Tena wakati unafanya hivyo, mustaqbil al-qibla, uwe umeelekea wapi? Qibla, rafi'an yadaihi ila ghurubi shamsi. Tumenyanyua mikono yetu, tunaomba dua. Ukichoka kukaa utasimama, ukichoka kusimama utakuwa unazunguka, unaweza kutoka nje ya hema lako, lakini wewe unatakiwa lile dua unaiomba mpaka jua linazama. Na ndiyo siri Allah subhanahu wa ta'ala akataka swala ya dhuhuri na alasiri tuziswali pamoja. Bali na semina kabla ya safari hiyo, mahujaji wote wa taasisi ya iTravel Hajj walikabidhiwa mabegi, misala, mabaibui, vifaa vyote muhimu kwa ajili ya safari hiyo.
Naam, kama tunavyoona hapa sasa hivi tupo katika maandalizi yetu kuhakikisha kwamba safari yetu ya hija inakwenda kama vile ambavyo tulivyoelekezana na tulivyozungumza. Mbele yenu hapa mnaye mratibu wa iTravel Sheikh Juma Kijepa Abdallah Juma, tukiwa katika kupaki hapa baadhi ya vifaa kwa ajili ya mahujaji wetu wa mwaka huu 2025 kwa ajili ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji wa iTravel, kama tunavyoona hapa sasa hivi mbele yetu tuna mabegi haya ambayo yameletwa kutoka China kwa ajili yenu mahujaji, kama tulivyokubaliana na tulivyoahidiana katika package yetu. Lakini pia kwa wale wakina mama, kama tulivyoahidi, tutakuwa na kanga hizi kama ndio nembo yetu, alama yetu kwa mahujaji wa iTravel, ambao na wao watakuwa wanaibeba hii, wanaivaa kwa ajili yao. Lakini vile vile tunayo ihram kwa mahujaji wanaume, ambao hii watavaa wakati ule wakuwa tayari wanahitaji kuhirimia ibada ya hija. Kwa hivyo watakuwa tayari na wao wamevaa ihramu zao. Lakini pia sio hilo tu, iTravel safari hii imekuletea kitu muhimu sana, vile vile viswala hivi vya kuswalia. Kama mnavyojua haram pale, unaweza kutoka hotelini ukaenda haram ukakuta imejaa nje pale, basi una shida ya kutafuta mahala gani uswali, unatandika kimswala chako hiki tayari kwa ajili ya kutekeleza ibada. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. tuiwai treni. Jamani, treni fasa. Haya, mpenzi mtazamaji, sasa tumeingia kwenye treni ya mwendo kasi katika mji wa Jeddah nchini Saudi Arabia. Ni msafara ambao umechukua masaa zaidi ya 10 na tukitokea katika nchi ya Tanzania. Ni rasmi sasa tunaelekea katika ibada ya hija, na mahujaji wamekwisha tia nia kwa ajili ya umra. Hivi unavyoona ni treni ya mwendo kasi. Tumepanda, ni mahujaji wa iTravel wa tupu. Kama tumepewa upendeleo, hakuna tena mahujaji wa nchi zingine wala wa taasisi nyingine wala nani. Tumepanda sisi wenyewe, tumesubiriwa na watumishi wametuharakisha sana. Hii ndio taratibu mpya za serikali ya Saudia, ambapo tofauti na miaka ya nyuma ilikuwa tukija hapa airport unakaa zaidi ya masaa 2, 3, 4. Mahujaji kama unavyowaona wa taasisi ya iTravel haya ambao hivi sasa wanatokea wanatokea Dubai, ambapo walikuwepo hapo karibuni masaa 5, 6. Tunashafika mara hii. Mahujaji wa taasisi ya iTravel Haji waliwasili Jeddah nchini Saudi Arabia siku ya Alhamisi muda wa saa 11 za jioni, wakitokea nchini Dubai, ambapo walipumzika kwa muda wa masaa kadhaa kutokea nchini Tanzania. Baada ya kumaliza taratibu za uhamiaji, walielekea katika mji mtukufu wa Makka na kufika usiku wa saa 2 katika hoteli ya Best Western iliyokuwa katika barabara ya Ajiyad, zaidi ya kilomita 70 toka Jeddah. Kwa usafiri wa mabasi kwenda Makka zilitumika. Kwa jina naitwa Suleiman Omar Msekeni. Ama hakika nimefarijika nikiwa miongoni mwa mahujaji ambao wameletwa na iTravel Agent. Safari yetu ilikuwa nzuri, yenye kuvutia, kutokea Dar es Salaam moja kwa moja tukaja mpaka Jeddah. Kutoka Jeddah na usiku huu ndo tunaingia Makka. Walila alhamdu, mahujaji wote watarajiwa tuko katika hali nzuri, hali ya kuwa tumehudumiwa kwa hali na mali.
imetupendezesha mahujaji, imetutia moyo, tumefarijika. Na hadi hapa semapo usiku huu tumeingia katika hoteli ya Masia hapa, hali ya kuwa wote afya zetu nzuri, na tukianza ibada ya hija kama tulivyotarajia. Walila alhamdu, hakuna aliyepata tatizo wala hekaheka. Viongozi wetu wametuongoza kwa mujibu wa taratibu, wametupa moyo kwa ujumla, wametupendezesha kufanya hakika kuwa kila mmoja kuwa na nia na kutokuwa na hali mbaya ya kiafya. Tumekula kadri tulivyojaliwa na vyakula vingine mpaka tumepakatia. Saizi hapa hatujijala, mashaallah. Hali ya hewa bado imekuwa nzuri kwa ujumla. Katika mahujaji wote tulokuja na viongozi wetu hawa kina Saimo na Sheikh Juma, wote kwa ujumla wetu afya zetu ziko vizuri, na tutarajia kuanza ibada usiku huu baada ya kuingia hapa. Mimi naitwa Abdalla bin Khalaf wa Mrisho, niko Maka huku katika umra na hija. Alhamdulillah tumefika salama, na tukijaliwa leo tunaweza tukafanya ibada yetu ya mwanzo ya umra kwa uwezo wa Allah mwenyewe. Na watu wetu wa iTravel, alhamdulillah tuko katika hoteli nzuri na mambo yote yamekwenda vizuri. Karibuni. Mimi naitwa Mr. Makungu Mohamed Makungu. Mwaka huu 2025 nimejaliwa kuja kufanya umra na hija, ndio mara yangu ya kwanza, hija yangu ya kwanza. Nimekuja na taasisi nzuri ambayo inaitwa iTravel. Huduma zake ni nzuri na nimezipenda kwa kweli, japo leo ndio tumefika. Safari yetu ilikuwa nzuri, pamoja na kuwa tumeunganisha ndege, lakini sasa hivi tumefika hotelini, tunaendelea kupata huduma. Nashukuru sana kwa kuja na huduma ya taasisi ya iTravel. Naitwa Saidi Kaporo. Kwa uzuri wa bahati makao nimepata bahati ya kuja huko Maka. Bahati ilikuwa mzuri, wenyeji wetu wao tulipokea au kutusafirisha, ambayo ni iTravel. Si tu wasafirishaji bali pia wanatoa elimu ya jambo lenyewe. Mtu unajua hapa hata usijua unapata elimu. Kwa hiyo haya mawili nashukuru. Kwanza kupata bahati ya kuja na kupata taasisi ambayo imeweza kunielimisha pia. Na naamini kwa siku zilizobaki nikiwa nao tutazidi kupata elimu. Mpenzi mtazamaji, tuko katika hoteli hii ambayo wamefikia mahujaji wa taasisi, ambapo kwanza wamepumzika kabla kupangiwa hoteli. Naona wanapewa kwanza vitu kidogo hapa. Kina mama, jambo moja, kujitambulisha, unaongea chochote unachohisi. Uwezo unajitambulisha tu, jina lako nani, uko wapi, safari unaionaje, unaizungumziaje safari? Tunaanza na mama mtu mzima, shika hiyo. Mimi jina langu Rahma Selemani Kisuguru. Natokea wilaya ya Mkuranga. Nimekuja huku hija. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimetoka nyumbani salama mpaka hivi nishafika Maka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi kwa jina naitwa Sifa Kilima. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumefika Maka salama. Nahamasisha ndugu zangu wote wa Dar es Salaam, wakitaka kuja Maka wasafiri na taasisi hii ya iTravel. Kwa kweli wako makini sana, wana upendo, kwa kweli wana upendo sana, wanatujali sisi abiria zao. Tunamshukuru Allah. Sasa hivi ndio tumefika hapa hotelini, tunataka tupangiwe sehemu ya kwenda kupumzika. Tunatakiwa hivyo kwa kuwa chumba ni watu 4, kuna chumba kina watu 5. Kina mama mliokuja mko 13. Tukigawa chumba kimoja cha watu 5, tabakia cha watu 8, si ndio? Ambacho watu 4 tutakuwa tumemaliza hilo tatizo. Alafu tunarudi kwa wanaume, tunakamilishana nao, ili mnaingia vyumbani, mnaoga. Mkimaliza kuoga, chini hapa kuna msikiti mkubwa mzuri tu,
kwa sababu leo kwenda haram hatuendi. Baada ya hapo tutakutana msikitini wote, tutaswali isha, tutapanga tutakwenda saa ngapi kufanya umra usiku huu leo. Hatimaye baada ya kupumzika na kuweka mizigo kwa kila hujaji kupata chumba chake, mahujaji hao usiku huo wa saa 5 sasa walienda kufanya kile kilichowapeleka huko, nayo ni ibada ya umra. Sheikh Yusuf Machelenga, Sheikh Taha Bane waliongoza mahujaji hao katika ibada hiyo muhimu. Kwa kuwa mahujaji wa Afrika Mashariki karibu wote tunatumia mfumo wa hija ya tamattu ambayo inaanza na umra, hivyo nguzo ya kwanza ya umra ambayo nia iliongozwa na Sheikh Yusuf Machelenga wakiwa angani katika kituo cha Yalamlam, rubani alitoa ishara ya kwamba mahujaji wamefika katika kituo cha kunuia. Ndipo Sheikh Machelenga alipoongoza kwa utaratibu huu na kuwanuiza mahujaji. Sasa tumeshafika katika kituo, kwa hiyo tunatia nia ya kufanya ibada ya umra. Sawa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umra wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi'umra. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nguzo ya pili ya ibada ya umra ni kuizunguka al-Kaaba. Kwa lugha ya Kiarabu tunasema tawaf. Nguzo ya tatu ni as-sa'yu baina as-Safa wal Marwa, ni kutembea kati ya mlima wa Safa na Marwa. Nguzo ya 4 ni kunyoa nywele zote au kupunguza, na wanaonyoa nywele zote ni wanaume, wanawake hawaruhusiwi kunyoa upara. Nguzo ya 5 ni tartib baina mu'dhami hadhihi al-arkan, ni kuleta nguzo hizi kwa mpango maalum. Na hiyo ibada ya umra inafanywa ndani ya msikiti wa Makka, wala hautoki ndani ya msikiti wa Makka. Unatia nia ukiwa katika miqat, unakuja kuizunguka al-Kaaba, unakwenda sa'i baina Safa na Marwa, unanyoa,
ni kuleta haya matendo kwa mpango maalum. Wa kumaliza haya, utekelezaji wa ibada ya umra inakuwa umekamilika. Na sisi huwa tunaanza kufanya ibada ya umra, tutatia nia tukiwa angani. Tukifika Makka tutakwenda hoteli, tutaweka mizigo yetu, tutaangalia afya za mahujaji wetu. Wale tutakaoona wana uwezo wa kuifanya umra siku hiyo hiyo, tutakwenda nao msikitini, tutatekeleza ibada ya umra. Na baada ya kufanya umra kwa matendo haya niliyoeleza hapa, tutakuwa tunarudi hoteli, tunaruhusiwa kuvaa nguo zetu za kawaida. Tutasubiri mwezi 8 kwa ajili ya kutia nia ya hija. Kwa hiyo narudia kuwakumbusha, najua tayari haya tumeshayasoma na tumeyarudia mara kwa mara. Umra nguzo zake ni 5. Kwa hiyo hii hapa tutapanda mlima wa Safa, tutaanza kusoma aya inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Alafu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Iko bado tujaanza mbio. Tutachapwa hapo. Kama mimi kanyago tutachapwa hapo. Hapana, nakwenda. Nakwenda. Kuleta nia, na nia tayari sisi sote tunaifahamu. Na nia hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akitoa sauti akisema, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik allahumma bi'umra au bil umra au labbaik allahumma umra. Na tulisema hata ukinuia kwa lugha yoyote ile isiyokuwa ya Kiarabu inafaa. Kwa upande wa ibada ya umra wa haji, kabla ya kuelezea zile nguzo, tulizungumzia tofauti ya umra na haji. Tukasema kwamba hija na umra tofauti zake mbili. Hija ni katika miezi maalum, alhajju ashhurun maalumat. Lakini umra haina miezi maalum, bali mwaka mzima unatekeleza ibada ya umra, ukiondoa yale masiku ya hija tu. Hija katika matendo yake ina kusimama Arafa, ina kulala Muzdalifa na Mina, ina kupiga mawe. Lakini ibada ya umra haina haya. Kwa hiyo tofauti yake ni hiyo tu. Nguzo za hija, tulisema nguzo za hija ni 6.
Nguzo ya kwanza ni kuhirimia katika kituo. Nguzo ya pili ni kusimama Arafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa hivi ni saa 7:10. Tumemaliza ibada yetu ya umra hapa. Tumeanza saa 4:10, tumeanza 7:10. Takriban masaa matatu tumemaliza ibada ya umra, alhamdulillah. Tuna makundi mawili. Kundi moja lilikuwa na Sheikh Twaha Bane na kundi moja lilikuwa na Lomie. Na nategemea yote tushamaliza kufanya ibada ya umra. Je, biashara unajisikiaje baada ya kumaliza ibada yako ya umra? Alhamdulillah, nashukuru, nimefurahi. Maana hata mwili unajisikia ndio umechangamka. Vipi machofu? Hamna machofu sasa hivi. Kuna uzito gani katika ibada hiyo mwezi? Hamna uzito wote isipokuwa katika pale kwenye kunusu pale. Tena pale. Na Bikombo unajisikiaje baada ya kumaliza? Alhamdulillah rabbil alamin. Na Bimkongwe unajisikiaje nawe katika kumaliza ibada hii ya umra? Bifatma unajisikiaje? Najisikia alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sikutarajia lakini Mwenyezi Mungu aniwezesha. Alhamdulillah. Aniwezesha na mengine yote Alhamdulillah. ya Alhamdulillah. aniwezesha. Bisalha unajisikiaje baada ya kumaliza ibada hii? Furaha alhamdulillah, nimemaliza umra alhamdulillah. Nashukuru kwa uongozi wenu na nyie iTravel, Mwenyezi Mungu akuwezesheni. Amina, amina. Mwenyezi Mungu akuzidisheni uwezo. Ya Rabbi akuzidisheni kila la kheri. Amina, amina. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeanza Amina, alhamdulillah. Naam, Sheikh Mwalimu. Leo unajisikiaje baada ya kumaliza ibada hii ya umra? Watu wanasema tutaweza. Nashukuru Mungu kwa sababu nimekwenda vizuri, nimefunga vizuri, nimeshakwenda Safa na Marwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunangoja Arafa. Alhamdulillah, tumemaliza ibada na sasa hivi tunasubiri kwenda kupunguza nywele ili kumaliza ibada hii. Sheikh Saleh, unajisikiaje baada ya kumaliza ibada hii ya umra? Wallahi raha tu. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah. Tushamaliza ibada hii sasa hivi. Tutakwenda kupunguza nywele zetu, tutafua ihramu hizi, tutajisikia raha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maana hii ndio hija ya kustarehe. Wewe tutakuwa tunastarehe sasa hivi. Naam. Tutavaa kanzu zetu, tutakuja msikitini na kurudi. Inshallah. Naam, Bimkongwe. Unajisikiaje baada ya kumaliza ibada hii ya umra? Alhamdulillah. Ulitoka ulikuwa unaumwa leo. Vipi baada ya kunywa maji ya Zamzam unajisikiaje?